Diarra si ndo Mungu mtu, Diarra si ndo mwenyekiti wa Yanga. Wewe unafikiri Diarra ndo mwenyekiti wa Yanga? Diarra ndio anaamua Yanga ifanyeje. Sio engineer tena mwenyekiti wa Yanga. Kipa kwanza kanenepa kibonge kawa kipipa rafiki yangu. Haya nikuulize kazi Diarra ukute kaondoka kaenda kwao. Kazila toka jana. Anauzilia uongozi. Eti Mohamed umechoma. Haya we kazi yako kipa, unacheza kwa miguu, unacheza na kwa mikono. Kwa nini usiokoe? Diarra huyu kwenye mechi kibao ikiwepo dabi zote mbili alikuwa anapoteza muda. Akipishana tu hivi na mchezaji kaanguka. Anazila mpaka wale watu marefa wa Morocco wanauliza vipi? Eti kanigusa. Akae nyumbani kwake na atawagharimu. Diarra Mungu mtu Yanga hata. Mara baada ya kupoteza mchezo wake wa ligi kuu kwa mara ya kwanza dhidi ya klabu ya Dodoma Jiji, mashabiki wa klabu ya Young Africans wengi sana wamemtupia lawama golikipa wa klabu hiyo Djigui Diarra kutokana na kususia mchezo ambapo ulitokana na Bakari Nondo Mwamnyeto kujifunga mpira ambao ulikuwa ni cross iliyopigwa kuelekea katika lango la Young Africans, na bahati mbaya kwenye kuokoa Bakari Nondo Mwamnyeto akajikuta amejifunga, kitendo ambacho kilipelekea Djigui Diarra kususia mchezo huo na kufanya kama ameumia, lakini akaweza kutolewa nje ya uwanja. Sasa kamera za Azam TV zilimnasa Djigui Diarra akiwa nje ya uwanja akiwa kama vile anatoa shutuma na lawama kuelekea kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini akilaumu kile ambacho kimetokea. Sasa baada ya tukio lile, mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans hawajafurahishwa na tabia ya Djigui Diarra, wakisema kwamba Djigui Diarra anafugwa na viongozi wa Young Africans kwa sababu ni mchezaji ambaye anaonekana na kiburi, lakini viongozi wa timu wamekubali kuendana naye hivyo ambavyo anataka. Wamesema kwamba hii ni ishara mbaya sana kwa upande wa benchi la ufundi, ambapo kunaonekana kama vile Djigui Diarra ni mojawapo kati ya wachezaji wenye nguvu sana ndani ya Young Africans. Lakini mashabiki hao wakati huo wanasahau kwamba klabu yao kwa sasa Young Africans, ukiangalia wachezaji wengi ambao wanacheza ni wale wa misimu iliyopita na ni wachezaji ambao hawana backup. Angalia wachezaji kama Juki Abuya, muangalie Ibrahim Baka, lakini angalia mtu kama Maxim Pienzengeli, muangalie Prince Mpumelelo Dube, ni wachezaji ambao kila mechi wapo na pale ambapo wanakosekana pengo linaonekana. Lakini wachezaji ambao wanahitaji kuamka vizuri, yani wawe na siku nzuri kazini ili Young Africans waweze kufanya vizuri zaidi na kupata matokeo. Ikitokea siku tu, mfano kama kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, ukiangalia Prince Mpumelelo Dube alipoteza nafasi ya wazi ya kufunga goli ambapo tunasema ni bahati mbaya kazini, lakini Maxim Pienzengeli hakuwa na kiwango kizuri licha ya kuwa sehemu ya wachezaji ambao wametengeneza mabao kwa upande wa Young Africans, lakini pia hakuwa na mchezo mzuri sana. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinakuonesha kwamba wachezaji wengi wa Young Africans wamechoka na hawana backup. Ikitokea mchezaji yupo nje ya uwanja, basi shida inakuwa kubwa sana. Mfano mwingine, muangalie mtu kama Dickson Job ambaye aliumia toka kwenye mchezo wa dabi ambao ulipigwa kule Zanzibar dhidi ya Simba, ambapo mchezo uliisha kwa sare tasa. Aliumia Dickson Job ambaye ndio alikuwa kapteni msaidizi wa Young Africans, lakini ukaa kwake nje unaona kabisa nafasi yake ndio imechukuliwa na Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye ndio kwa sasa anazima kama kitasa pale akichukua nafasi ya Dickson Job. Lakini ukiangalia the way anavyocheza ndani ya kosi ya Young Africans, makosa mengi sana amekuwa concede katika michezo mingi sana, licha ya kwamba watu wanamsifia kufunga mchezo wa dabi dhidi ya Simba ambapo alifunga bao, lakini bao lake alifuti makosa, kwamba kati ya wachezaji wa Young Africans ambao wanafanya makosa mengi sana ni pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto, ambapo kwenye kila mchezo basi asipofanya kosa lazima ushangae. Ni michezo mingi sana huwa anafanya makosa. Hapa ndipo ambapo unapata picha kamili kwamba wachezaji wengi wa Young Africans wamechoka na hawana backup.